Tukisonga mbele ni kwamba kaunti ya Nyandarua inategemea vivutio vitano vikuu ambavyo ni vilima vya Aberdare, ziwa Olbolosat, makazi ya Happy Valley, hifadhi ya wanyama ya Aberdare na vivukio viwili vya Ikweta ili kujikita miongoni mwa vivutio vikubwa zaidi vya watalii humu nchini. Waziri wa Utalii Rebecca Miano amesema tamasha ijayo ya kitamaduni ya Olbolosat inatoa fursa ya kunadi vivutio fiche vya kitalii na kupanua uwezo wa Kenya kitalii. Huyu hapa mwanahabari wetu Regina Manyara na kina cha taarifa hiyo. Kabla ya tamasha ya kitalii itakayoadhimishwa kwa wiki moja kusherehekea utamaduni, michezo na uchumi wa majini, wakazi wa Nyandarua wanajiandaa kwa mbio za marathon za Olbolosat. First of all is to thank my coaches, Mr. Sapolo and my coach Mary. They have been very supportive. The race have not been easy. Ikiwa umbali wa takriban mita 2400 kutoka kwenye kiwango cha bahari, kaunti ya Nyandarua inazidi kutangazwa kama eneo bora kwa mazoezi ya wachezaji. We've decided, instead of only selling ourselves as a food basket of potatoes, we want to combine this one with being a champion of wellness county. We'll also have a marathon that will show the sports talent that this area has. Kaunti hiyo itatumia tamasha hiyo kukuza vivutio vyake vya kitalii na kuvutia watalii zaidi wa humu nchini na wa kitaifa. Together with the Ministry of Culture and the Ministry of Sports, we want Lake Olbolosat to be a tourist attraction, not only for Nyandarua people, not only for domestic tourists, but an international product where visitors can come in. Waziri wa Utalii Rebecca Miano amesema mipango inaendelea kuijumuisha kaunti ya Nyandarua katika mtandao wa kitalii wa Mlima Kenya, hatua inayotarajiwa kuchochea uwekezaji, kubuni nafasi za ajira na kuongeza kasi ya ukuaji wa kijamii na kiuchumi katika eneo hilo. This is what we want to tell Kenyans. Kenyans should stop wasting their weekends in Nairobi. Kenyans should be able to drive here in Nyandarua and see some of these things.